Kisiwa cha Chole ni miongoni mwa visiwa vilivyojiunga na Umoja wa Visiwa Vidogo Vidogo Duniani (SMILO) kwa lengo la kukuza maendeleo ya visiwa. SMILO ni shirika la kimataifa lililojikita kusaidia nyanja kuu tano ambazo maji, nishati, takataka na mandhari na viumbe hai. Kwa upande wa kisiwa cha Chole wamechagua mradi wa kutunza mandhari ya kisiwa upande wa malikale na barabara. Mradi huo unatarajiwa kuanza hivi karibuni ambapo mwenyekiti wa kisiwa hicho amefafanua kwa kusema mradi huo katika utekelezaji wake utakitangaza kisiwa cha Chole ulimwenguni kote na kuongeza ajira kwa wanawake na vijana, hasa kwa wale wanaofanya biashara za vitu vya asili. Mradi huu kwa kifupi ni sisi tumejiunga na shirika la Umoja wa Visiwa Vidogo Duniani inaitwa SMILO, na katika hilo shirika kuna maeneo ambayo kuna wanachama karibu visiwa 40 duniani, more or less, au zaidi kidogo au chini hapo, lakini havipungui 40 naweza kusema. Na katika umoja wa visiwa hivyo ni kuongeza nguvu katika kuangalia changamoto zinazokabiliana na visiwa vidogo duniani. Visiwa vidogo duniani tunazungumza visiwa ambavyo vina kilomita za mraba zisizopungua 150, yani zisizidi 150, chini ya hapo more or less. Hao wanaweza kujiunga kwenye umoja huo, na umoja huo unaangalia masuala kama ya maji, masuala ya nishati, masuala ya viumbe hai, masuala ya usimamizi au utunzaji wa takataka na masuala ya mandhari. Kwa hiyo sisi hapa kwetu Chole katika kuziangalia hizo changamoto, maana visiwa karibu vyote vinakabiliana na changamoto kama hizo. Kwa hiyo katika kuangalia hapa sisi changamoto gani naweza tukaangalia humo tuichague tuweze kui address, yani au kunufaika nayo, tukajaribu kutathmini hali yetu. Tukaona kwamba maji ya bomba tayari yapo hapa Chole, imeletwa na serikali, ingawa hajaenea kwenye manyumba yote, lakini yapo. Tukienda kwenye umeme au nishati, ni kwamba tayari tumeshapata umeme wa kitaifa. Sasa tukaona kwamba jambo kubwa labda la kuboresha mandhari ya kisiwa chetu, kwa sababu kisiwa chetu kinatembelewa na watalii aina mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo ni vizuri tukajipanga kuangalia hii fursa tutaitumia vipi ili wageni wapende kuja kwetu na wapende kuendeleza kijiji chetu, kwa maana ya kwamba kututembelea na kunyanyua hali za uchumi wa hapa. Wakiwa wanatembelea hapa watafanya biashara za namna moja ama nyingine, au watatangaza kisiwa chetu kwa uwekezaji na kadhalika. Na vile vile tukiboresha mandhari ya kisiwa chetu tutapambana na kama hizi mambo ya tabia nchi ambazo zinaleta mabadiliko ya hewa duniani. Tungeweza kujihami. Kisiwa chetu kinakabiliwa na mmomonyoko wa fukwe za bahari. Tukijipanga katika eneo la kuboresha mandhari, tunaweza kwa namna moja ama nyingine kupunguza athari za vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio maana tukaandika proposal, tukapeleka kwenye hilo shirika, wakatupatia hela za uwezeshaji ambayo tunaweza tukaboresha mandhari ya kisiwa chetu, ambayo hapa tunaangalia masuala ya malikale, kuziweka ziwe endelevu, masuala ya barabara hizi za kupita njia zetu kuziboresha, masuala ya mfano sehemu za utupaji wa takataka kuzijua na kuweza kuzisimamia kwa uzuri. Itakuwemo pia mafunzo kwa upande wa community waweze kunufaika na utalii, mfano tour guide, mafunzo ya waendesha watalii, waongozaji wale. Tutaweza kutembelea Unguja kujifunza namna gani wenzetu katika utalii wananufaika na kuangalia katika njia hizi ambazo tunataka kufanya wao wame advance namna gani ili tuweze kujifunza kuleta hapa kwetu. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa mfano mambo ya mwani haya tunaweza tukajifunza namna ya kuongeza thamani katika mradi wetu huu ambao tumepata msaada wa shirika la SMILO. Kwa hiyo kwa kifupi ni hayo. Juma Magomba ni afisa utamaduni wilayani Mafia, amewapongeza wananchi wa kisiwa hicho kwa kuchagua mradi utakaoisaidia jamii kutunza malikale ambazo zilikuwa hatarini kupotea. Hasa kupokea malalamiko ya wananchi na kujaribu kutatua migogoro mbalimbali ambayo wananchi wataiwasilisha hapa kwa ajili ya kutatuliwa.
Hii jambo la msingi. Pia tunashughulikia na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na ardhi, na hasa kwenye upande wa migogoro, elimu kuhusu fidia, elimu kuhusu upimaji, upangaji na kadhalika, na kwa ardhi kwa ujumla. Lakini pia tutajaribu kuwapa elimu wananchi juu ya ulipaji kodi ya pango la ardhi, sababu kodi ya pango la ardhi ya mwaka ni wajibu wa kila mmiliki wa ardhi ambaye amemilikishwa kisheria kulipa kodi ya pango la ardhi. Kwa hiyo tutatoa elimu, lakini pia na kuwaandalia ankara au bili ili waweze kulipa kodi za pango za ardhi kwa ajili ya ardhi wanazomiliki. Lakini tumefanya zoezi jingine kubwa la kutoa au kugawa hatimiliki za wananchi. Kama unavyojua kwamba hatimiliki ikishaandaliwa katika ngazi ya halmashauri itakwenda ofisi ya mkoa kwa ajili ya kusainiwa na kamishna, lakini pia na kusajiliwa na msajili. Sasa zoezi la kuchukua hati huwa linamhusu mwenye hati mwenyewe kwa msajili pale. Sasa tumeona tuwaondolee wananchi kadhia ya kusafiri kwenda Dar es Salaam kuchukua hati zao ili tuweze kuwaletea hapa. Kwa hiyo leo limefanyika zoezi la kugawa hati miliki kwa wananchi kadhaa ambao wamewakilisha wenzao wapatao 20, na zoezi hilo amelifanya mkurugenzi wa halmashauri. Miongoni mwa wajumbe wa SMAILO katika kisiwa cha Chole wameeleza kukamilika kwa mradi huo kuna uwezekano mkubwa wa kuwapatia ajira na kukuza uchumi wa mwananchi mmoja mmoja na kubadilisha maisha yao kwa ujumla. Kwa jina naitwa Mohamed Said Nahoda. Endelee. Lengo ni kuboresha barabara za kale na maeneo ya kale. Ndio malengo makuu, na msaada mkubwa utaotoka kwamba mgeni akija ndani ya kijiji hiki na kufikia sehemu zile ambazo zilikuwepo kihistoria za zamani. Kwa majina naitwa Maimuna Ahmad Shehari, ni mkaazi wa kijiji cha Chole, ni mkulima wa mwani, mjasiriamali wa bidhaa ndogo ndogo za mwani. Mimi ni mjumbe wa SMAILO. Kuja kwa mradi huu wa SMAILO, sisi wanakijiji wa Chole tumependekeza mradi huu wa SMAILO kutokana na jinsi tulivyo kisiwa chetu. Kwa hiyo mradi tumepokea na mpaka sasa tuko kwenye maeneo ya kuanza mchakato rasmi, na tumependekeza kutaka kuweka mandhari yetu ya kijiji cha Chole. Tunataka kuweka barabara zetu vizuri, malikale zetu kuweka vizuri, ili kwa vizazi vyetu vikija, kwanza tutakapotengeneza vizuri na wageni wataongezeka kwa wingi, tutapata ajira kwa watoto wetu, tutapata manufaa kwa biashara zetu ndogo ndogo. Wito wangu kwa wanakijiji wote wa Chole, akina baba na akina mama, tushirikiane kwa pamoja ili tuweze tuiweke Chole yetu ya kisasa. Tuache ile Chole ya zamani, tuweke Chole yetu ya kisasa kutokana na maendeleo tulivyoyakusudia. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja wote, tuwe pamoja, tuungane kwa pamoja, tushirikiane kufanya kazi kwa pamoja. Sababu umuhimu wake zaidi ni hiki kisiwa cha asili za mtoka zamani, na umradi unajaribu kutaka kurudisha mandhari au mazingira yale ya zamani bila uharibifu, yani kiwe kwenye mfumo mzuri zaidi ambao hauto asili ile miundombinu ya zamani. Kwa hiyo nadhani kitakuwa kisiwa kimoja kizuri chenye kivutio, kitakuwa kizuri kwa kweli. Wito kwa wananchi wenzangu, naomba tushirikiane kuwa tunausafisha mji wetu, au tunaamua pale tunapoambiwa tukajitolee, tunapoambiwa bila kufikiria pesa, bila kufikiria chochote,
Kwa mfano mimi ni balozi wa mazingira. Kwa hiyo niko kwenye balozi wa mazingira. Kwa hiyo na investizo takataka zote mimi kazi yangu kufanya bila kulipwa, lakini nimekubali kwa sababu, na ndio maana nimeingizwa moja kwa moja kwenye taasisi hii. Naomba tushirikiane, tuitike kwa moyo mmoja, kwa wingi, kina mama na kina baba, wazee kwa vijana. Tusifikiria aje sisi tuambiwe na serikali kuu, sijui wilaya, sijui. Sisi wenyewe kama kijiji chetu, basi tujikite sisi wenyewe kijiji chetu, kukiendeleza kijiji chetu. Kutoka kisiwa cha Chole, kata ya Jibondo, kisiwani Mafia, Hadija